Siku zote kushukuru ni ishara ya kuomba tena. Kwa hiyo kwa imani yoyote ulionayo, jikite sana katika kushukuru kwa vile ambavyo umejaliwa au kwa vile ambavyo umevipata, badala ya kulalamika au kuendelea kuomba vile ambavyo unahisi unastahili na bado haujavipata. Sasa hapa nimekuletea jengo lenye jumla ya vyumba vitatu vya kulala, na kati ya vyumba hivyo chumba kimoja ni self, na jengo ni zuri likiwa na muonekano wa kuvutia kama ambavyo unaweza kuona hapo. Mpangilio ndivyo kama ambavyo unaweza kuona. Ndani humo kuna vyumba vitatu vya kulala, chumba kimoja ni self, vyumba viwili ni single. Kuna choo cha public katikati kati ya vyumba hivyo viwili ambavyo ni single, lakini sebule pamoja na jiko, na jengo lina veranda mbili mbele na upande wa nyuma wa jengo katika eneo la jikoni. Hili jengo linatumia jumla ya tofali za blocks 2000 kamili, lakini pia kama utatumia tofali za kuchoma hapa, andaa tofali 7000, na hizi ni zile zitakazotumika katika usawa wa boma peke yake. Kumbuka bati zinazotumika katika jengo la namna hii hapa au katika jengo hili ni bati 90 za futi 10. Hili jengo lina upana wa mita 9.9 na urefu ni mita 10.1. Kwa hiyo unaweza kusema ni 10 kwa 10 kwa namna ambavyo limeweza kupangiliwa na namna ambavyo linaweza kubalance. Nafasi katika choo cha master au choo cha self ni kubwa sana kiasi kwamba unaweza hata watu watatu wanne mkapata huduma ya kuoga huko ndani. Sio kwamba nasemea hivyo wewe utakijenga jengo hili basi ukaoe wake wanne. Hapana, ni kwamba tu nafasi inatosha na nafasi ni kubwa sana. Sebule ipo nayo pia ina nafasi kubwa. Kwa hiyo jengo hili hapa limeweza kuwa balanced kwa namna yoyote ile pale. Kama unahitaji nyumba ambayo itakupa gharama ndogo lakini itakuwa na vitu vya msingi ndani, basi hii itakufaa sana. Na hapa nataka nijibu maswali ya wengi ambao wamekuwa wakiuliza sana kwenye comments. Kwa nini baadhi ya nyumba huwa tunaziwekea jiko na sebule peke yake na kunakuwa hakuna dining? Iko hivi, katika majengo ya kisasa huwa tunazingatia vitu muhimu peke yake, lakini pia sio tu vitu muhimu peke yake kwa maana kwamba dining sio kitu cha muhimu kwenye jengo. Hapana, bali kulingana na tamaduni ambazo tumezizoea, dining inakuwa na asilimia ndogo sana ya umuhimu kwenye jengo, kwa sababu wengi wamezoea kupata chakula eneo la sebuleni hata kama nyumba zao zinakuwa na dining. Kwa hiyo dining inakuwa haitumiki vile ambavyo inatakiwa kutumika, na kama itakuwepo au haitakuwepo haiwezi kubadilisha chochote ndani ya jengo, bali jengo litazingatia mambo yote au vitu vyote ambavyo vinalifanya jengo kuwa la kisasa, kama kuwa na jiko ndani, kuwa na choo cha public ndani, lakini pia ziada ni kuwa na chumba ambacho kina choo ndani kwa maana ya self bedroom. Na ndio maana mpangilio wa jengo unakuja vile ambavyo unaweza kutazama hapa. Kumbuka ramani kama hizi na zingine nyingi unaweza kuzitazama kupitia WhatsApp yako. Cha kufanya ni hivi, tutumie message WhatsApp kwenye namba hiyo inaonekana kwenye kioo cha simu yako ambayo ni 0758 260 690. Namba hii inapatikana WhatsApp. Tuma neno ni unge. Baada ya hapo tutakupatia linki, na kupitia linki hiyo utajiunga na WhatsApp channel yetu na utakuwa ukitazama ramani kila tunapokuwa tunaziweka katika mitandao ya kijamii. Ubora au umuhimu au uzuri wa hii ni kwamba ramani hizo utakuwa ukitazama kupitia WhatsApp yako pekee. Sio lazima uingie katika mitandao mingine ya kijamii, hapana. WhatsApp yako tu inatosha kukuonesha ramani zote ambazo tunakuwa tunaziweka katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini pia usisahau kutufollow na kusubscribe katika YouTube channel yetu. Karibuni sana, asanteni kwa kunisikiliza.